Karibu sana kwenye mafunzo ya afya, na hizi ni baadhi ya vifaa ambavyo leo tutavipitia, especially pale ambapo unakuwa unataka kusecure airway kwa mgonjwa ambaye hawezi kupumua na airway yake haiko vizuri. Maana yake especially kwa wagonjwa ambao yuko unconscious, hawezi kuprotect airway yake. So hivi ni baadhi ya vifaa ambavyo unaweza ukavitumia especially ukiwa pre-hospital, ukiwa nje ya hospitali, na especially kwa watu ambao wanatumia ambulance. Lakini pia vifaa hivi vinaweza pia vikatumika hospitali. Tukianza na vifaa hiki hapa, viko vya size tofauti. Hiki kifaa kinaitwa oropharyngeal airway. Wengine wanaita OPA. Oropharyngeal airway ni short, inaitwa OPA. Na hiki kina kazi yake tofauti, nitaonyesha moja. Hii inaitwa LMA. Ziko za size tofauti. LMA ni laryngeal mask airway. Yenyewe ina kazi yake, nitaionyesha. Ziko za aina za size tofauti. Hizi pia ni LMA kama hizi hapa, lakini zina jina tofauti kidogo, zinaitwa iGel. Yenyewe ina utofauti kidogo ukilinganisha na hii hapa. Kwa hivi vifaa vina utofauti wake na vina kazi moja ya kumsaidia mgonjwa ili aweze kupumua na kupata hewa vizuri. Ziko tofauti na nili tofauti. Size tofauti. Hii na yenyewe ni kama LMA kama hizi hapa, lakini hii ina jina na yenyewe special, inaitwa King. Hii inaitwa King, ile ya mfalme. Kwa hizi nitaenda kuonyesha namna gani ambavyo unaweza ukavitumia kwa usahihi unapokuwa na mgonjwa. Na hii hapa ni pale ambapo unataka kusecure airway ya mgonjwa. Sasa hii haihitaji utaalamu sana, kama unataka kuintubate mgonjwa. Kuintubate inahitaji dawa, inahitaji utaalamu mwingine, uweze kuingiza hiyo ETT, uweze kutumia hiyo laryngoscope vizuri. Hiyo laryngoscope nitawaonyesha baadaye. Lakini hapa unaweza tu kutumia mikono yako kuweza kusecure airway na kumfikisha mgonjwa hospitalini akiwa salama. Na unaweza kumsafirisha kwa kutumia hizi kwa umbali mrefu sana. Sasa nitaanza kuonyesha moja. Tuanze na hii. Hii nimesema inaitwa oropharyngeal airway. Sasa oropharyngeal airway, namna ya kuiweka, cha kwanza ni mtu ambaye amepoteza fahamu na hawezi kutapika au kutema hicho kitu chochote utakachomwekea mdomoni. Ninachomaanisha kwa lugha ya kitaalamu, unconscious patient ambaye hawezi kugagi, hana gag reflex. Unconscious patients with no gag reflex ndio inatumika hii. Kwa ni wale ambao wagonjwa ambaye anapumua na uwezo wa kupumua, amepoteza fahamu, lakini ukimwekea kitu chochote kwenye mdomo hawezi kukitema au hawezi kukitapika. Sasa tunawekaje? Unakipima kutoka kwenye tip of the mouth, kutoka hapa kwenye tip ya mdomo wake kuja kwenye lobe of the ear. Kiangalia vizuri, hii lobe of the ear ni hapa, ni kwenye sikio hapa. Sasa tunachomaanisha lobe of the ear, tuna target angle of the jaw hapa. Sasa hii ni kipima imezidi kwenye engo ya sikio, maana yake hii sio size yake. Kwa hiyo nitatafuta kifaa kingine. Je, nitumie hii, niache hii? Kwa nitachukua hiki tena, nitapima angalau hii ni size yake. Kwa hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza, uhakikishe umepima hichi kifaa, je ni size yake au sio size yake. Na kingine, uwe na uhakika kwamba mgonjwa hawezi kukitema. Na hata kama akikitema, inakuwa ni kwamba hakifai tena kwake. Kwa sasa umeshapima, umehakikisha kwamba hiki kifaa ni size yake. Namna ya kukiweka, namna ya kuinsert, unaenda opposite
mpaka usikie the hard part. Unasikia mpaka kuna ugumu, ndo unatani upande mwingine. Unaweza ukatani upande wa kulia au upande wa kushoto. Hivi ndivyo vinavyokaa. Huu ni ulimi wa mgonjwa, lakini hii inavuta ulimi ili mgonjwa aweze kupata hewa vizuri. Kwa hii inazuia ulimi usimnyonge mgonjwa. Kwa sababu kinachoua pia kwenye mwili wa binadamu, kinachomuua mtu kwa haraka anapopoteza fahamu ni ulimi wake. Kwa ulimi una tabia, mtu akipoteza fahamu unashuka chini hapa, unakuja unaziba sehemu ya upumuaji. Kwa unakuwa kama amenyongwa. Kwa hicho kitu kinamnyonga. Kwa ili asiweze kunyongwa, unachofanya ni kumwekea hichi kifaa kinaitwa oropharyngeal airway. Kwa namna ya kuweka kama nilivyoelekeza. Kwa hii inakuwa ina secure vizuri ulimi usiweze usiweze kumzuia pale ashindwe kupumua. Lakini itasaidia kwenye hii sehemu, hizi vimianya hivi vitobo, unaweza kufanya suction, ukafanya kutoa makohozi au matapishi yoyote. Kwa hii mgonjwa haimfai kama umemwekea akatapika. Kama hajataka kukitapika au kukitema inamfaa.